kuna tendency wakati mwingine tunatoa taarifa ambayo inamdistract mchangiaji au haimuongezei kitu chochote mchangiaji na haichangii kwenye hotuba ya mchangiaji. Nitaka to make reference kwenye mchango wa Mheshimiwa Saashisha kwa namna alivyotoa taarifa inachangia vizuri sana kwenye hoja ya Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Mamtu Mdau, na to encourage taarifa kama hizi zinatusaidia bunge na zinaisaidia serikali. Asante sana. Tunaendelea na uchangiaji. Tunaye Mheshimiwa Jessica Jonathan Msavatavangu, atafuatiwa na Mheshimiwa Christina Christopher Nzava na Mheshimiwa Profesa Patrick Alois Ndakidemi ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi, na nimshukuru Mungu pia kwa kuwepo leo tena na kupata fursa hii ya kuchangia. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaenda mbele sana, unajua hii ndio wizara kwetu inadili na NGOs na kuna mambo ya wanaharakati ndani. Nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru ndugu zetu wale wa Kenya, na niliwaambia kabisa sasa hizo wanisikilize. Nilikata kidogo maana tumechati mpaka saa 9. Kwa hiyo nilikata kidogo, niko busy bungeni. Lakini waombe sana, tukitoka hapo tutaendelea tena na mjadala wetu kama kawaida. Kwa wale wote tu, wale ambao wanatutukana, wale ambao wanatusifu, lakini hoja inapingwa kwa hoja. Kwa hiyo na washauri wale rafiki zangu wale jenzi wale ambao tumeanza mazungumzo, mkilieti group la WhatsApp mniingize humo. Itakuwa busy kidogo leo na kesho, kwa sababu kuna rafiki yangu mwingine Mkenya yuko hapa anataka parachichi, kwa hiyo yuko shambani, tutakuwa tunashughulika naye ili achume aje nazo huko. Kwa hiyo naomba mnipe muda. Kwa hiyo Jumamosi nitawajibu live, tutaendelea. Nyinyi wa Kenya ni ndugu zetu, ni rafiki zetu, ni majirani zetu, na hatuna namna ya kuwakwepa. Kwa hiyo tutaendelea. Cha msingi hoja ijibiwe kwa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naendelea kwenye mchango wangu sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, na nimeisikiliza hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Nilisimama hapa mwaka jana nikaongea kuhusiana na mipango yetu, jinsi ambavyo inatakiwa iwaunganishe wanaume. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaongea hapa kutunga sheria kali, tutaongea hapa kusujui polisi waingilie kati, tutaongea hapa mipango yote tunayoipanga, tutainject fedha tunavyotaka kuweka katika kulea maadili. Kama familia hazijawa strong, ili swala litatusumbua sana. Na tunapoongelea familia, tunaongelea kwanza ni somo dogo tu ambalo ukienda kule shule ya msingi wanafundishwa family tree ni nini. Wanasema pale anakuepo babu, atakuepo bibi, anakuepo baba, anakuepo mama, wanakuja watoto. Kama hatutaweka msingi kwenye familia, Mheshimiwa Mwenyekiti, hili swala la maadili litaendelea kutusumbua. Kama ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri anasema kwenye bara 29 kwamba mmomonyoko wa maadili kwenye nchi yetu umezidi. Na taarifa ya UN ameisema vizuri Mheshimiwa Talimba, inasema kabisa kwamba vitendo vya ukatili vinaongezeka. Mheshimiwa, mimi nilisema mwaka jana kwa uchungu hapa na nikafikiri labda nimeeleweka, lakini naona mambo ni yale yale. Sasa kama we are serious, tunataka kubadilisha hii jamii, na tumeshasema hii wizara ni mtambuka na kazi yake kubwa ni kujenga fikra mpya. Tunaomba nyinyi wenzetu maendeleo ya jamii, kwanza nyinyi wenyewe mbadili fikra mpya. Mwalimu Nyerere aliyesema tunajenga usawa wa kibinadamu, lakini kutokana na mambo ya mwingiliano wa dunia kwenye ule usawa wa kibinadamu tukaja kwenye usawa wa kijinsia. Usawa wa kijinsia ni sehemu ndogo ya usawa wa binadamu. Nimejaribu kusoma hapa policy ya sera ya maendeleo ya jinsia ya kwetu, sijaona pale palipoandikwa sera ya maendeleo ya jinsia, ukiklik unapata sera ya maendeleo ya watoto.
Na ukikliki ya watoto unapata sera ya maendeleo ya watoto. Kwa mkaangalia ili tuweke taarifa sahihi. Nikaenda kwenye sera ya maendeleo ya East Africa ambayo sisi tumeridhia. Inasema kabisa ili tuweze kuimarisha hizi haki za binadamu, tuweze kujenga usawa wa kijinsia, kuleta maendeleo endelevu, lazima tuwahusishe wanawake na wanaume, mabinti na vijana wa kiume. Lakini Mheshimiwa Waziri, ukurasa wa 76 para ile 145, mfano kwenye taarifa yako, bado inasema mkakati wa kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa wanawake na sehemu nyingine kwa watoto. Umemalizia kwa kusema lakini mpango huu mpya tulichokiongeza ni kuunganisha au kuongeza zile serikali za mikoa au wilaya ili ziweze kuwa part and parcel ya kutekeleza mpango huu. Na pia unasema pia tunaongeza wanaume na vijana wa kiume katika kutekeleza afua hizi za ukatili wa kijinsia. Hawa watakuwa mpango wa utekelezaji. Mpango wao wa kuwalinda uko wapi? Wa kutokomeza huo ukatili kwa wanaume uko wapi? Mimi sielewi. Labda mimi ndio nafikiria tu, sijui nyinyi wenzangu wa bunge ndani. Labda hivi mimi tu nafikiria kwamba katika society yetu leo wanaofanyiwa ukatili ni wanawake peke yao, wanaume hawafanyiwi. Na mimi nafahamu unapokuwa unatengeneza mpango lazima utatengeneza malengo ambayo yatafikika, yatakuwa na timeline, utayawekea resource, utaweka mkakati, utaweka tunasema goals za kuachieve. Ndio maana ya mpango. Manake ni kwamba sasa hapa mipango yetu au mpango wetu wa ukatili wa kijinsia umebezi kwa wanawake na hauna wa wanaume. Kwa hiyo utaweka mipango, utaweka mikakati, utaweka malengo, utaweka goals za kuachieve kwa upande wa wanawake. Hawa wanaume ni vipi? Na lawama imekuwa kubwa mitaani. Jamani, sisi ni wabunge, tunakwenda tunafanya mikutano, tunaomba tusikilizwe. Lawama imekuwa kubwa kwa sababu wanaume wanasema kabisa hata wakienda dawati la jinsia wanaoangaliwa na kushughulikiwa ni wanawake zaidi, wao hawasikilizwi. Ndio malalamiko. Sasa tukubaliane hivi, hiyo familia unayotaka mama tu atetewe, na mama ni malaika, yeye hawezi kufanya kosa akamtendea kosa mwenzie? Huyu anakwenda wapi kujieleza? Siku zote riot imekuwa ni kugombania nafasi. Lakini usawa wa kijinsia, hakuna mwanamke anayetaka kuwa mwanaume na hakuna mwanaume anayetaka kuwa mwanamke. Mwalimu Nyerere alivyoongelea usawa wa kibinadamu, aliongelewa utu kama binadamu kwenye mahitaji ya muhimu. Wote tunatakiwa tupewe fursa sawa. Ni kweli serikali imewekeza sana kwa wanawake kwa sababu waliachwa nyuma. Lakini trendi ilivyo sasa hivi, serikali mmefanya kazi kubwa mno ya kumempower mwanamke. Thank you very much. Mwanamke sasa, mwanaume anaachwa nyuma jamani. Watoto wa kiume wanaachwa nyuma. Moja ya usawa tunaosema ni kuwawekea miundombinu itakayowasaidia kuchangia maendeleo endelevu, ikiwepo na elimu. Lakini leo tunajenga shule zote tunazojenga, mabweni yote na shule kubwa tulizozijenga nchi nzima, mikoa 26 ni za watoto wa kike za bweni, wa kiume hakuna. Tangu shule zilizojengwa zile za koloni ni shule moja tu iko Mtwara ya wanaume ndio imejengwa tena ya bweni. Hatari imekuwa kubwa sana kwa watoto wa kiume kuliko hata wa kike. Wa kike wamefungiwa kwenye hostels, wamefungiwa kwenye mabweni, wa kiume wanalandalanda, ndio wanaingiliwa kinyume cha maumbile, ndio wanalawitiwa. Sasa hivi sasa emisielewe, yani mimi I don't understand. Ndio maana siku ile niliwaomba kama haiwezekani, kwani hao wanaume nao, kwa sababu population yetu 50% ni wanawake, of course na wanaume wanaweza kuwa wanaangukia huko huko. Kwa nini tusiwe na watu wengine watakaoangalia wanaume, au taasisi au wizara nyingine? Kama tunafikiri hatuwezi kuchangana, au wewe kwa nusu wabebe wanaume wako kwenye wizara hii, halafu tuwatoe hao watu wengine, makundi mengine yaingie biashara kama ya machinga,
ili urelax kutujengea maadili? Hamna namna, kwa sababu hawa wanaona wanaonewa, wanaamua kutelekeza. Ndio maana sasa hivi single mothers tuko wengi, kwa sababu sheria inawalinda. Wakienda dawati wanatetewa. Wanaume wanaamua kwanza, after all hao moyo wao ni mdogo, sio ni mladono, si tuseme ni mdogo au vipi, wanaweza tu wakimbia mtoto na asiumie. Sasa ule mzigo mzito wa kina mama wanaachiwa watoto peke yao, inakuwa shida kuwalea. Kina mama muda wote nao wanakosa muda, wanatafuta hela wawalee watoto, asimamie maadili kwenye familia, alipe gharama zote za kulea mtoto. It's impossible. Wakati kuna mtu tu alitakiwa kukaa hapa kwa sababu hajatendewa haki, hajaheshimiwa. Binadamu yote anataka utu wake uheshimiwe, hajasikilizwa, ameamua kwa faidi, ameondoka. Jamani, uwezeshaji haya hawa wanaume kwenye mikopo ya 10% tumewaweka wanawake, tumesema na vijana. Okay, ukienda in real sense, ukiacha ile halmashauri moja sijui ni ya Bumbuli huko ndio iliyofanya muujiza wa vijana wengi wa kiume kukopa kwenye mikopo ya vijana, ukija hizi halmashauri nyingine zote ni kwamba mikopo mingi ilipelekwa kwa wanawake. Zaidi ya 4% tulizopanga wa kiume hawapo. Haya, hawa wako kwenye biashara ndogo ndogo za machinga huku, wako kwenye bajaji, wako kwenye bodaboda. Hao ndio tulisema wakopeshwe hii mikopo ambayo mmetenga bilioni 8, mmekopesha milioni 159. Uwezeshaji wa hawa wanaume kiuchumi uko wapi kwenye mipango hii? Mheshimiwa Waziri, naomba ukisimama usitujibu kiwepesi kwamba jamani wote wanabebwa umaumo. Kivipi? Kama wote wanabebwa umaumo, kwa nini huyo awe na mpango kamili halafu yule mwingine kwenye mpango hayupo? Jamani, tuangalie watoto wa kiume. Ni species ambayo ni endangered kama species ya tembo. Wanatafutwa kila mahali, wanaathiriwa kila mahali. Kwenye vita ikitokea wanaenda wao, wanaisha. Ndio maana hata population yao ni ndogo kuliko. Tuwalinde. Mheshimiwa Waziri, ukisimama naomba unisaidie. Huo mpango wa wanaume, uwezeshaji wao ukatili na mpango wao kuwezesha kiuchumi uko wapi? Wewe ndio waziri wa